Ongeza makofi ya shukrani kwa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Niwakaribishe katika nafasi hii tena ambayo Mungu ametupa kwa ajili ya neno lake. Na tutakuwa na mafundisho kidogo ya muda mfupi. Alafu tutapata nafasi tena ya kuingia kwenye maombi kabla ya kuingia kwenye zoezi letu la kufanya ile kazi ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Tumekuwa na kichwa kinachosema fahamu kusudi la Mungu kukuumba ili kukupa kutawala. Fahamu kusudi la Mungu kukuumba ili kukupa kutawala. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaongozwa na kitabu kile cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 hadi wa 28. Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 hadi wa 28. Kusudi la Mungu kutupa kutawala. Na ninazungumza katika sehemu ya pili ya somo hili. Sehemu ya kwanza nilishasema. Niko kwenye sehemu ya pili leo. Mistari ile nasema kama tumepata tusome pamoja. Mwanzo moja mstari wa 26 hadi 28. Kwa haraka haraka kwa ajili ya muda wetu tusome. Mungu akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na wanyama na nchi yote pia na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba, mwanamume na mwanamke aliwaumba. Mungu akawabarikia. Mungu akamwambia, zaeni mkaongezeke mkaijaze nchi na kuitiisha, katawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Baba, funika tena maneno haya tukuelewa kama ulivyotaka. Wakati ulipomuumba mwanadamu ulikuwa una kusudi kubwa, na sisi tupo kwa ajili ya kusudi hilo. Tunakuomba Mungu utupe neema ya kuelewa na uturudishie tena ule utawala katika jina la Yesu, amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Mungu kwenye kitabu hiki cha Mwanzo mlango wa kwanza mstari wa 26 anatangulia kusema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa mfano wetu, wakatawale. Nini maana ya kutawala? Neno kutawala Kiswahili chake kina maana hii. Kwa wale wanaoandika unaweza kuandika, nitakupa ile fupi kabisa, maana fupi. Nini maana ya kutawala? Kutawala ni kutumia mamlaka uliopewa na Mungu kwa hekima, uwajibikaji na haki, ili kuweka mambo katika mpangilio sahihi. Narudia. Nini maana ya kutawala? Kutawala ni kutumia mamlaka uliopewa na Mungu kwa hekima, uwajibikaji na haki, ili kuweka mambo katika mpangilio ulio sahihi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipomuumba Adam na Hawa, lengo la kuwaumba au lengo la kumuumba mwanadamu ni ili akatawale. Na Biblia inaeleza au inaeleza maeneo ambayo tunatakiwa kutawala. Biblia inaeleza maeneo ambayo tunatakiwa kutawala.
Rudi kwenye mstari wa 26. Mstari wa 26 na wa 28. 26 na wa 28. Anasema hivi, 1, 2, 3. Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, wakatawale samaki wa baharini, na ndege wa angani, na wanyama wa nchi yote pia, na kila chenye kutambaa kitambaacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 28. Mungu akawabarikia, Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkajaze nchi na kuitiisha, mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Mwanadamu aliumbwa ili kutawala, na Biblia inaeleza maeneo ambayo alitakiwa kutawala. Eneo la kwanza, Mungu alipokuwa anamuumba mwanadamu ili atawale, anataka mwanadamu akatawale anga. Nilizungumza hiyo. Bwana asifiwe. Japo kwenye mpangilio huo wa maandiko hapo imeanza na bahari, na mimi wiki iliyopita nilianza na nini? Na anga. Bwana asifiwe. Mungu alipomuumba mwanadamu alitaka akatawale bahari, akatawale anga, akatawale nchi, ardhi, lakini pia akatawale kila kiumbe chenye uhai. Kusudi la Mungu kutuumba ni ili tuweze kushikilia zile nafasi au lile eneo ambalo yeye alitamani kuwepo, lakini kwa kutuweka sisi kama yeye. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize tu, utanielewa kidogo. Alipokuwa anataka mwanadamu atawale, kuna maeneo alielekeza utawala wa mwanadamu uende. Eneo la kwanza kutawala bahari, eneo la pili kutawala anga, eneo la tatu kutawala nchi ambayo ni ardhi, lakini eneo la 4 kutawala kila kiumbe chenye uhai. Bwana Yesu asifiwe. Kila kiumbe chenye uhai. Kwa nini Mungu anamuumba mwanadamu alafu anamwekea utawala, lakini anataka akatawale maeneo hayo? Juzi nilianza kukueleza, na nikaanza na sehemu ya kwanza. Nilipenda kuanza na eneo la anga, nikaeleza kwa nini Mungu anataka tutawale anga, na nikaeleza madhara ya kutokutawala anga. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndege wamewekwa pale kwa kusudi, lakini tumepewa kutawala anga, na nilieleza habari ya anga jinsi ilivyogawanyika, na nikasema kimaandiko. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Zaburi ya 8, Zaburi ya 8, Zaburi ya 8 mstari wa 4. Tuanzie mstari wa 3 kwenda mpaka wa 8. Zaburi ya 8 mstari wa 3 mpaka wa 8. Kama tumepata tusome 1, 2, 3. Nikiziangalia mbingu zako, kazi ya vidole vyako, mwezi na nyota ulizoziratibisha, mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? Nilikwambia wiki iliyopita, mtu si kitu. Mwanadamu hana thamani yoyote kabla ya kuwekewa kusudi ndani yake. Mstari ule wa 5. Umemfanya mdogo punde kuliko Mungu, umemvika taji ya utukufu na heshima. Umemtawaza juu ya kazi ya mikono yako, umevitia vitu vyote chini ya miguu yake.
Thamani ya mwanadamu inaanza hapo. Kondoo na ng'ombe pia, na wanyama wa kondeni, ndege wa angani, na samaki wa baharini, na kila kipitacho njia ya baharini. Wewe Mungu Bwana wetu, jinsi lilivyo tukufu jina lako duniani mote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona Mungu alipomtaza mwanadamu, anapomwekea ule utawala, ndipo thamani mwanadamu inakuja. Bwana asifiwe. Anapoweka utukufu wake alafu kumwekea vitu vyote chini ya miguu yake, ndipo thamani, heshima ya mwanadamu inatokea. Mwanadamu hana heshima kama hana mahali anapotawala kulingana na kusudi la kuumbwa kwake. Bwana asifiwe. Zaburi ya 139. Kabla sijasogea, Zaburi ya 139. Zaburi ya 139 mstari wa 13, twende mpaka mstari wa 10. 13 twende mpaka 20. 1, 2, 3 tusome. Maana wewe ndiye uliyeniumba, mtima wangu uliniunga tumboni mwa mama yangu. Nitakushukuru kwa kuwa nimeumbwa kwa jinsi ya ajabu na ya kutisha. Matendo yako ni ya ajabu, na nafsi yangu yajua sana. Mifupa yangu haikusitirika kwako, nilipoumbwa kwa siri, nilipoungwa kwa ustadi pande za chini za nchi. Macho yako yaliniona kabla sijakamilika, chuoni mwako ziliandikwa zote pia, siku zilizoamriwa kabla hazijawa bado. Mungu, fikra zako zina thamani nyingi kwangu, jinsi ilivyo kubwa jumla yake. Kama ningezihesabu ni nyingi kuliko mchanga, niamkapo nikali pamoja nawe. Mungu, laiti ungewafisha waovu. Enyi watu wa damu, ondokeni kwangu, kwa maana wakuasi kwa ubaya. Adui zako watakutaja jina lako bure, wakutaja jina lako bure. Je, Bwana, nisiwachukie wanaonichukia, kirihike nao wakuasio. Bwana Yesu asifiwe. Daudi anazungumza juu ya kule kuumbwa kwake na kusudi la kuumbwa na thamani ya kuumbwa kwake, jinsi ambavyo ilifichwa. Lakini anazungumza kwenye mstari wa 19 na wa 20 namna ambavyo adui anaweza akainuka ili kupambana na lile kusudi la kuumbwa kwake. Sasa anaeleza, je, nisifike mahali pa kukereka, kupata shida juu ya adui ambaye anainuka? Anamwambia Bwana, hao watu ambao ni wadamu na waondoke watu ambao ni maadui, wasije wakafanikiwa juu ya kile nilichoumbiwa. Bwana Yesu asifiwe. Kila aliyeumbwa aliumbwa kwa kusudi, na hilo kusudi linaweza kufanikiwa pale mtu anapoweza kuelewa, niliumbwa kwa ajili ya kitu gani? Niliumbwa ili nitawale nini? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Moja ya eneo ambayo Mungu anazungumza mwanadamu ameumbwa ili kutawala ni bahari, anga, nchi, kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya nchi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini Mungu anasema watawale, lakini waanze kutawala anga? Wiki iliyopita nilizungumza juu ya anga, nikamaliza. Sasa kwa nini Mungu alitaka watu watawale anga, watawale bahari, watawale nchi? Leo naomba niende kwenye eneo la bahari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini anasema tutawale bahari? Kwanza, bahari kwa lugha ya kawaida sana ndio eneo ambalo limebeba rasilimali kubwa kiuchumi. Bwana asifiwe. Bahari ndio eneo ambalo limebeba rasilimali kubwa sana za kiuchumi
pale anapoeleza habari ya ndege wa angani, alafu anazungumza habari ya samaki baharini. Hakuwa tu anazungumzia samaki. Utanisikiliza vizuri, alafu tutaenda taratibu kwa dakika chache, tutaelewana, na wakati tunaomba lazima tujue. Bwana asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bahari ni eneo ambalo linashughulika na eneo la rasilimali kubwa, rasilimali vitu, rasilimali fedha inaweza ikatokea baharini, kubwa sana. Bwana asifiwe. Lakini eneo ambalo limeshikilia vitu visivyoonekana. Lakini bahari ndiyo eneo ambalo limeficha siri za mfumo wa kiroho ambao hakuna mtu anaufahamu isipokuwa ametafuta kujua. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Ninataka kuzungumza na wewe vitu vichache ambavyo vitakusaidia tunapoomba juu ya eneo hili la bahari. Nimeli unganisha na maeneo yote yanayohusiana na mifumo ya maji. Bwana asifiwe. Kwa nini Mungu anataka tutawale maji? Kwa nini anataka tutawale maji? Mwambie mwenzako, kwa nini Mungu anataka tutawale maji? Hebu rudi kwenye kitabu cha Mwanzo 1. Kitabu cha Mwanzo 1 tuone pale. Nataka uelewe kwamba tusipoweza kutawala mfumo wa maji, wale wanaojua kuutawala mfumo wa maji wanaweza wakatutawala. Mnanisikia watu wa Mungu? Bwana asifiwe. Okay. Mwanzo 1, Biblia inatuwekea wazi. Tutasoma Mwanzo 1 alafu tutaenda kusoma Mwanzo 24. Biblia inaweka wazi kwamba msingi wa dunia ulijengwa, yani sisi hapa tuko juu ya maji, tumejengwa juu ya maji. Hebu tusome Mwanzo 1 mstari wa kwanza hadi wa 3. Mwanzo 1 mstari wa kwanza hadi wa 3. Tusome 1, 2, 3. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Mungu ikatulia juu ya uso wa maji. Mungu akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Bwana Yesu asifiwe. Fungua kitabu cha Zaburi ya 24. Zaburi ya 24. Zaburi ya 24. Tusome mstari wa kwanza na wa pili. Naomba tusome katika jina la Bwana. 1, 2, 3. Nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Maana ameiweka misingi yake juu ya bahari. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Na juu ya mito ya maji aliithibitisha. Oh, haleluya. Haleluya. Okay. Wakati Mungu anaumba dunia, eneo ambalo dunia imewekwa ni juu ya maji. Bwana asifiwe. Mahali ambapo Mungu ametuweka ni juu ya maji. Kabla ya nchi kuwepo, maji yalikuwepo. Unanisikia? Kabla ya dunia kuwepo, maji yalikuwepo. Naeleweka kidogo Okay. Wakati Mungu anaumba, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, anasema akatawale. Lakini maeneo ambayo anasema akatawale maji. Bwana asifiwe. Akatawale anga, akatawale ardhi.
Akisha tawala maeneo hayo, hakatawale na viumbe vyenye uhai, kila kiumbe chenye uhai. Ndipo mfumo wa maisha yake unaweza kwenda sasa, na baraka za Mungu zinaweza kuendelea kuwepo wake. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dunia ambayo tunaishi, Mungu ameweka misingi yake kwenye maji. Sasa anapomwambia Adam na Hawa, anaposema wakati anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu ili wakatawale, anaonyesha wanaenda kutawala kitu gani? Kwa sababu wakishindwa kutawala hiyo mifumo, maisha yao hayataendelea katika kile ambacho nimekusudia kwao. Kwa hiyo nimewaumba ili wakatawale, lakini mfumo mojawapo wakatawale mfumo wa maji kuanzia kwenye bahari. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini wakatawale maji? Kwa nini wakatawale bahari? Kwa nini wakatawale hiyo mifumo? Kwa sababu maji au mfumo wa bahari ndio unaoshikilia, nimekwambia, mfumo mkubwa wa kiuchumi. Ukitaka kuyakwamisha maisha ya watu wengi, nenda kamata mfumo wa maji. Maeneo yanayozunguka, yawe ni maziwa, iwe ni mito, iwe ni bahari, iwe ni chemichemi, zile springs waters. Ukiweza kumiliki maeneo hayo, umewamiliki watu. Maana kibiblia, kwa sura nyingine, bahari imebeba sura ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana asifiwe. Okay, hebu tuangalie mistari michache kwenye kitabu kile cha Ayubu, nikuonyeshe. Ayubu mlango wa 38. Ayubu mlango wa 38. Naomba nisome mstari wa 11. Alafu naomba nisome mstari wa 12, alafu nisome na mstari wa 16. Bwana asifiwe. Ayubu 38 mstari wa 11, mstari wa 12 na wa 16. Naomba tuisome pamoja kama tumepata. Okay, tusome pamoja. 1, 2, 3. Nikasema utafika mpaka hapa, lakini hutapita, na hapa mawimbi yako yanyetayo yatazuiliwa. Je, umeiamuru asubuhi tangu siku zako zilipoanza? Umeyajulisha mapambazuko mahali pake? Bwana asifiwe. Okay, twende mstari wa 16. Je, umeziingia chemchemi za bahari, au umetembea mahali pasiri pa vilindi? Tusome wote pamoja. 1, 2, 3. Je, umeziingia chemchemi za bahari, au umetembea mahali pasiri pa vilindi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kwenye kitabu cha Ayubu anaeleza, kuna mahali kwanza anaanza kumweleza utafika mpaka hapa, lakini hutapita, na mawimbi yako yanyetayo. Neno mawimbi ni issue inayotokana na nini? Na bahari. Bwana asifiwe. Anamwambia na mawimbi yako yanyetayo yatafanyaje? Yatazuiliwa, yatakomea hapo. Alafu anaeleza, je, umeamuru asubuhi yako tangu siku yako ilipoanza? Anapomaliza kusema hicho kitu, mstari wa 16 anajaribu kumuuliza na kumkumbusha jambo mojawapo kubwa ambalo ni la kiufahamu wa kiroho. Halikuwa jambo tu linalosewa pale kwenye yale maandiko kama story. Anaambiwa hivi,
Je, umeziingia chemichemi za bahari na umepaendea mahali pasiri pa vilindi? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Bahari au maeneo ya mito ya maji kiroho ni maeneo ambayo yasipotawaliwa na watu kama kusudi la Mungu la kuwaumba lilivyokusudia watawale, linapotokea yale maeneo yametawaliwa na mifumo ya nguvu za giza, maisha ya watu huamuliwa yakaingia kwenye shida, kwa sababu kwenye maeneo haya ndipo maeneo ambapo pana vitu vimefichwa. Kwa mfano, Biblia inaeleza kwenye vilindi vya bahari ndipo pana siri. Mwambie mwenzako, mwambie pana siri. Mwangalie usoni tena, mwambie pana siri. Okay. Kuna siri za namna gani? Kuna siri ambazo mara nyingine zinashikilia baraka za watu. Baraka zetu zimeambatanishwa na mazingira haya ya mifumo ya maji, na kiroho iko hivyo kwa sababu mfumo wa kimbingu pia unategemea huo mfumo ili kuweza kufanikisha mambo yake. Bwana asifiwe. Na mifumo ya giza inategemea mifumo ya maji. Sasa mahali pa vilindi ni mahali pa siri, ni mahali ambapo sisi tusipoweza kutawala kiroho, kuna aina fulani ya maisha tunaweza tusiipate, tunaweza tusiwe nayo, tunaweza tusifike level. Kwa mfano, Tanzania, ardhi yetu sehemu kubwa imezungukwa na maji. Bwana asifiwe. Lakini hatujaweza kuyatawala hayo maji. Sijui kama mnanielewa ninachosema. Sikia, tuliwekwa Tanzania, lakini hatujaweza kuyatawala hayo maji, mbali na mbuga za wanyama, mbali na vivutio tulivyo navyo vingi, lakini sehemu ya maji tu iliyoko Tanzania ni utajiri kwa Watanzania, lakini tumeshindwa kuitawala kwa sababu ya kukosa maarifa. Na wale ambao wamepata eneo kidogo la maarifa wameweza kutumia hilo eneo kwa ubinafsi, na limewapa maisha wao binafsi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja twende kwenye kitabu cha Luka. Tuangalie pamoja. Nikuonyeshe kitu fulani. Wakati fulani Petro alikosa samaki. Walipambana usiku kucha, wakakosa nini? Samaki. Luka 5. Petro pamoja na wenzake ambao walikuwa ni fisherman hawakuwa na uwezo wa kumiliki bahari, hawakuwa na uwezo wa kumiliki maziwa. Ile nguvu ya umiliki na uelewa juu ya maji hawakuwa nayo. Kwa Biblia inasema waliteseka usiku wote bila kupata kitu. Hebu tusome kitabu cha Luka 5. Alafu nikuonyeshe kwa nini Yesu anapokuja kwao anawakuta baada ya kuteseka sana, anawaambia mimi ni master, ngoja niwaonyeshe. Hebu tusome Luka 5 mstari wa kwanza twende mpaka wa 11. 1, 2, 3. Luka 5 mstari wa kwanza mpaka wa 11. Ikawa makutano walipomsonga wakisikiliza neno la Mungu, yeye alikuwa amesimama kando ya ziwa Genesareti. Akaona vyombo viwili vimekaa kando ya ziwa, lakini wavuvi wametoka wanaosha nyavu zao. Akaingia katika chombo kimoja, ndicho chake Simoni, akamtaka akipeleke mbali kidogo na pwani. Akaketi akawafundisha makutano ali chomboni. Sasa wakati anawafundisha pale baharini, haiweki wazi hapo aliendelea kufundisha fundisho gani, lakini angalia, lazima hilo fundisho linahusiana na swala la uvuvi juu ya bahari, kwa sababu angalia mstari unaofuata. Hata alipokwisha kunena, alimwambia Simoni, tweka mpaka kilindini, mkashushe nyavu zenu
mvue samaki. Nimekwambia kilindini mahali pa nini? Pasiri. Okay, angalia maneno ya huyu jamaa analalamika mstari wa 5. Simoni akajibu akamwambia, Bwana mkubwa, tumefanya kazi ya kuchosha usiku kucha tusipate kitu, lakini kwa neno lako nitazishusha nyavu. Basi walipofanya hivyo, walipata samaki wengi mno, nyavu zao zikaanza kukatika. Wakawapungia mikono washirika wao waliokuwa katika chombo cha pili waje kuwasaidia. Wakaja wakavijaza vyombo vyote viwili hata vikataka kuzama. Simoni Petro alipoona hayo, alianguka magotini pa Yesu akisema, ondoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mtu mwenye dhambi, Bwana. Maana alishikwa na ushangao, yeye na wote waliokuwa pamoja naye, kwa sababu ya wingi wa samaki walioupata. Na kadhalika Yakobo na Yohana wana wa Zebedayo waliokuwa washirika wa Simoni. Yesu akamwambia Simoni, usiogope, tangu sasa utakuwa ukivua watu. Hata alipokwisha kuviegesha pwani vyombo vyao, wakaacha vyote wakamfuata. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja nieleze kidogo hapa. Wakati wakiwa pale wamechoka usiku kucha, wamechoka kwa sababu wamevua, wametafuta, wamekosa, Yesu anakuja. Biblia inasema akaingia kwenye chombo kimoja, alafu akamwambia tusogee. Wakasogea, chombo cha kina Simoni, kina Petro. Waliposogea, Biblia inasema akaanza kuwafundisha. Biblia inakuwa silence pale, aliwafundisha nini? Lakini tunaona wanaibuka baada ya fundisho, wanawaambia shusheni nini? Nyavu. Bwana asifiwe. Biblia inakuwa silence pale, na tunaona fundisho lilokuwa linaendelea moja kwa moja, lazima lilikuwa linaendelea juu ya uvuvi wao. Bwana asifiwe. Juu ya uvuvi na bahari. Akamaliza akamwambia, sasa sikieni, ni kweli mmekosa, lakini twendeni mpaka kilindini. Nimekwambia kilindi ni mahali pa nini? Pasiri. Biblia inasema mmeviingia hivyo vilindi, mmeweza kuingia hivyo vilindi vya bahari. Maana yake kuna mahali tunatakiwa kumiliki. Yaani tuko hapa ni Tanzania, lakini tuna bahari ya Hindi, tuna maziwa makuu. Bwana asifiwe. Tuna uvuvi wa maziwa makuu, tuna maeneo ya mito mingi sana, lakini tuna mto mkubwa ambao unaitwa mto Nile, unapita kwenye ziwa letu Victoria. Bwana asifiwe. Maana yake katika ulimwengu wa kimwili na ulimwengu wa kiroho, Mungu aliikumbuka Tanzania kwa namna ya tofauti sana. Nachokifundisha hapa, nataka uone Mungu alitupa rasilimali kubwa sana, na kubwa imefichwa kwenye maji, na kwenye maji ni mahali pasiri. Petro akaenda mpaka kilindini. Biblia inasema akashusha nyavu. Aliposhusha nyavu, wakati wanavuta nyavu zikaanza kukatika, samaki ni wengi. Wakaita watu kule nje waje, wakaja na vyombo viwili. Maana yake walikuja na boti mbili, zile boti nazo zikafanyaje? Zikajaa. Biblia inasema karibu kuzama. Petro akafika mahali, kwa sababu alikuwa ni fisherman, lakini asiyejua na hana uwezo wa kutawala bahari. Bwana asifiwe. Akaogopa, akasema huyu ni mtu wa namna gani? Bwana asifiwe. Kwa kuto kujua bahari, alipata samaki mchana, wakati wa usiku ndio wakati pia walikuwa wanavua sana. Bwana asifiwe. Mchana wameenda wakapata samaki. Inamshangaza ni kitu gani kimetokea? Walivua kwenye maeneo yale, lakini hawakwenda mahali ambapo bahari ilikuwa imeficha ile rasilimali ambayo walikuwa wanatakiwa. Hawakufika kwenye kilindi, kwa sababu kilindi ni mahali pasiri. Sasa sikia, Biblia inapoachilia jambo fulani pale, nataka uone Yesu anakutana na wanafunzi wake mahali. Ni mistari mingine ipo kwenye kitabu cha Marko. Anakutana nao, alafu anawakuta wanadaiwa kodi. Bwana asifiwe. Wanadaiwa kodi. Mitume, watumishi wa Mungu, hawana hela mfukoni, wanahubiri tu injili. Ghafla Yesu akawatazama akamwambia, okay, chukua ndoano.
Akamwambia chukua ndoano, alafu nenda mpaka baharini, alafu shusha hiyo ndoano, ikisha ingia itatoka na samaki. Yule samaki msishughulike naye kwenye nyama, mpasueni, mtakuta shekeli. Ile shekeli ichukueni mkalipe kodi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nini nataka kusema? Wakati wanateseka, mfumo wa bahari ulikuwa umeshikilia, umebeba kodi. Wanaenda baharini, wanamtoa yule samaki, wanamchana kimaelezo, wanakuta shekeli. Kwa nini nimesema? Nimesema hivi, bahari, mito, maziwa, chemichemi za maji zote katika ulimwengu wa kiroho ni rasilimali ambayo inaweza kutumika kuleta uchumi kwenye maisha ya watu, lakini pia inaweza kuleta madhara, magonjwa, mauti, utumwa kama watu hawatatawala. Sasa anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu, ili akatawale samaki wa baharini. Maana yake atawale bahari na samaki. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Fungua kitabu cha Kutoka. Kitabu cha Kutoka. Nikupe mfano fulani pale. Fungua kitabu cha Kutoka. Nikupe mfano ulioko pale. Kitabu cha Kutoka mlango wa 7. Kitabu cha Kutoka mlango wa 7. Mstari wa 15. Alafu na kitabu cha Kutoka mlango wa 8. Kuonyesha kitu fulani pale. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaishi maeneo ambayo yamezungukwa na maji, fanya kazi ya kuomba juu ya hayo maeneo sana. Mungu akikupa kuishi kwenye mito, kwenye water springs, kwenye maziwa, kwenye mabwawa, fanya maombi juu ya hayo maeneo. Usipoweza kuyamiliki maji yanaweza kuwamiliki watu kupitia watu wengine ambao wanajua elimu hiyo. Okay. Hem, tusome tumuone Farao. Mstari wa 14 na wa 15. Farao wakati anawatawala wana wa Israeli, moja ya eneo ambalo alilitumia ni eneo la mto Naili. Mto Naili katika kiroho kwa wa Misri ni kama eneo ambalo lilikuwa ni Mungu wao yupo anawapa nguvu. Kwa utawala wa Farao ulikuwa unatokana na ile mito. Sasa angalia, kila asubuhi ili kuendelea kuwashikilia wana wa Israeli katika mateso, huwa anaenda kuabudu, kuomba, kutoa matamko kwenye maji. Hebu tusome pale. Soma pale mstari wa 14 na wa 15. Mungu anamwambia Musa, unapoenda angalia, usiende nyumbani kwake, maana unafikiri utamkuta nyumbani. Amka alfajiri saa 10, utamkuta Farao kule mtoni. Yuko kule mfalme, utamkuta kule. Hebu tusome 1, 2, 3. Bwana akamwambia Musa, moyo wa Farao ni mzito, anakataa kuwapa watu wangu watu ruhusa waende zao. Mwende Farao asubuhi. Angalia, amwambie nenda nyumbani, hamkuti. Mwende Farao asubuhi, tazama atoka kwenda majini, nawe simama karibu na ufuo wa mto ili upate kuonana naye, na ile fimbo iliyogeuzwa kuwa nyoka utaichukua mkononi mwako. Bwana Yesu asifiwe. Sikia, Mungu anataka kumdhibiti Farao, na anajua nguvu ya Farao inatokea wapi. Farao nguvu yake ilikuwa inatokea kwenye yale maji. Unanisikia? Utawala na ufalme wake ulikuwa una nguvu kutoka kwenye yale maji. Angalia mlango wa 8 tena. Mlango wa 8 mstari wa 20. Mlango wa 8 mstari wa 20. 1, 2, 3. Bwana akamwambia Musa, inuka asubuhi na mapema. Hiyo ni nyingine tena. Usimame mbele ya Farao. Angalia, atoka aende majini. Kamwambie Bwana asema hivi, wape watu wangu ruhusa waende zao ili wanitumikie mimi. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Okay. Wana wa Israeli wakati wanataka kutoka Misri, eneo mojawapo ambalo Farao alikuwa anatumia kuwazuia wasiende ni maji.
Angalia mwenzako, mwambie ni maji. Usipojua elimu ya kutawala chanzo cha maji, mifumo ya maji. Niliwaambia watu asubuhi, angalia watu wengi sana wanaotaka kututawala, wengi wanatamani kutawala maji, kuyashikilia maji, kushikilia vyanzo. Unanisikia? Wakishashikilia vyanzo, wamewashikilia watu. Ili kuwakamata Israeli, Farao anaenda kuabudu na kutamka maneno kwenye maji. Wakati anatamka maneno kwenye maji, vile vita vinaendelea. Sasa angalia, Mungu anamwambia hivi, akikataa, wewe usijishughulishe naye, usipambane naye kwa namna ya kawaida, tutamdhibiti kupitia huko kwenye maji. Bwana asifiwe. Okay, ngoja nikuonyeshe mistari. Angalia hapo Kutoka. Angalia kitabu cha Kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 19 hapo, mlango wa 17, mlango wa 7 mstari wa 19 hapo. Kabla hujatoka, angalia mlango wa 7 mstari wa 19. Angalia wakati anagoma, anampa maelekezo gani? Anamwambia nini? Si alimwambia atoke na ile fimbo, si ndio? Okay, tusome mstari wa 19. Tukianzia mstari wa 17 ni vizuri, twende mbele. Bwana asema, katika jambo hili utanijua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Tazama, nitayapiga haya maji yaliyo mtoni kwa fimbo hii niliyo nayo mkononi mwangu, nayo yatageuzwa kuwa damu. Angalia mstari wa 18. Na hao samaki walio mtoni watakufa, na huo mto utatoa uvundo, na Wamisri watachukizwa kuyanywa maji ya mtoni. Mstari wa 19. Bwana akamwambia Musa, mwambie Haruni, shika fimbo yako, kanyooshe mkono wako juu ya maji ya Misri, juu ya mito yao, juu ya vijito vyao, na juu ya maziwa ya maji yao, na juu ya visima vyao vyote vya maji, ili yageuzwe kuwa damu, nako kutakuwa na damu katika mti na katika vyombo vya jiwe. Bwana Yesu asifiwe. Angalia, Mungu ameanza vita, anataka kuwatoa wana wa Israeli, lakini anajua wana wa Israeli mahali ambapo wametawaliwa ni kwenye vyanzo vya nini? Vya maji, kwenye maziwa, kwenye mito, kwenye mabwawa, kwenye visima. Mwangalie mwenzako, mwambie una kisima karibu na nyumbani. Mwangalie usoni. Ni muhimu sana kujua hivi vitu. Wakati wanatumia ile nguvu kukamata, Mungu anamwambia hivi, mwambie Haruni. Yani at the same time, wakati Farao anaendelea kuwatesa, mwambie apite, ashughulike na mito, ashughulike na visima, ashughulike na maziwa, yani aende kwenye maeneo ya maji tu. Akisha yageuza yale maji, nguvu ya kutawala kwa Farao juu yao, kwa sababu amekataa kuwapa ruhusa, itaanza kupungua, itaanza kuteketea. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu alipomtuma hivyo, Biblia inasema akaenda akaanza hiyo kazi. Kitu gani Mungu anataka kutufundisha hapa? Kwenye mito, kwenye vyanzo vya maji, kwenye mifumo ya maji, ndipo mahali ambapo kanisa, watu wa Mungu, tulipoumbwa kwa kusudi la Mungu, tulikusudiwa kuja kutawala. Moja ya kitu tumeshindwa kukamata ni maeneo hayo. Saa hii yanatawaliwa na watu wengine ambao wana nguvu wala hawamjui Mungu wetu, na ndio maana unaona watu wa Mungu wanateseka. Kwa nini wanateseka? Wako waliotawala. Farao aliwashikilia wana wa Israeli, hawasogei, hawatakiwi kuondoka, hataki kuwapa ruhusa, lakini amezuia nini? Maji. Mwangalie mwenzako, mwambie unatawala maji. Mwangalie sote na mwambie unatawala maji. Kuna baraka nyingi sana zimefungwa kwenye mfumo wa maji.
Kuna namna kanisa na watu wa Mungu tumefungwa. Ndio maana nasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Lakini akatawale kwanza samaki wa baharini, akatawale bahari. Maana yake akatawale mifumo ya maji. Kwa sababu dunia yenyewe imejengwa, msingi wake huko juu ya maji. Akishindwa kutawala juu ya maji, mfumo wa maisha yake utakuwa hauendi sawa, kwa sababu atafika mahali kuna vitu vitakuwa vinamharibu. Kwenye maji kuna siri nyingi. Bwana asifiwe. Kwenye maji kuna siri nyingi. Mwangalie mwenzako, mwambie kuna siri nyingi. Mambo mengi magumu huwa yanatokea kwenye hiyo mifumo. Ukitaka kupeleka magonjwa kwa watu, mara nyingine kuna magonjwa yanafika kwa watu kirahisi sana kupitia maji. Niliwapa mfano huu asubuhi kwenye ibada ya kwanza, nikamwambia Tanzania kuna ugonjwa unaitwa typhoid, si ndio Sijui kama maeneo mengi sana ya nchi zingine wanao, lakini Tanzania kuna ugonjwa unaitwa typhoid. Lakini nikawaambia uko kwenye mikoa michache, sio mikoa yote. Kuna mkoa unatoka unaingia ukuti typhoid. Yaani kwa mfano hapa, kutoka hapa ukienda hapo Kilimanjaro hakunaga typhoid. Bwana asifiwe. Lakini Arusha kuna nini? Kuna typhoid. Typhoid ni homa ya matumbo, si ndio? Lakini kaufuatilie, ni homa ya matumbo, mfumo wake unaanzia kwenye maji. Si ni sawa? Nchi hii mahali pengine ambapo pana typhoid, Morogoro. Unanisikia? Kaangalie Dar es Salaam kuna bahari. Kipande cha bahari kimepita pale, lakini hawana typhoid. Sisi Arusha ndio tumepakana na Moshi hapo hivi, lakini hawana typhoid. Watu wa Arusha tuna nini? Tukienda Moshi ukaumwa typhoid, maana yake ulisafiri nao kutoka wapi? Arusha. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake umekuja na gonjwa la, kuna mahali maji yake. Okay, ngoja niseme hivi. Biblia inasema hivi, Elisha alifika mahali akakuta kunazaa mapooza. Bwana asifiwe. Alipokuta ule mji unazaa mapooza, akawaangalia watu pale kwenye ule mji, akagundua haya mapooza hayatokani na wao ndani. Haya mapooza yanatoka kwenye water spring, mahali kuna chemchemi ya maji ilikuwepo. Bwana asifiwe. Akaona mapooza yako kule mjini, anasema mahali pa hii ardhi na ili eneo ni pazuri, lakini panazaa pooza. Why? Jicho la rohoni likamwonyesha kuna mahali pamemilikiwa na nguvu nyingine tofauti na wao, kwa hiyo wasaidie. Akaita watu wa mji, akamwambia nileteeni chombo kizuri na chumvi. Alafu Biblia inasema akaenda mpaka kwenye ile chemchemi ya maji. Biblia inasema akamwa pale maji, chumvi, akasema kusiwako tena mapooza katika hili ardhi na katika nchi. Alipomaliza akaondoka, mapooza yakaondoka kwenye ile nchi. Okay, nini nataka kusema na wewe? Watu waliokuwa wanaishi kwenye lile eneo, maji yalikuwa yamewatawala kupitia roho nyingine. Wao walikuwa hawajajua kuna mfumo unaoweza kutawala maji ukawaathiri mpaka kwenye eneo la ardhi, kwa sababu maji yasipotawaliwa na wale waliopewa kazi ya kutawala, kuna vitu vingine vitapitishwa kuja kwa watu. Kwa wale watu wakajikuta kila kitu wanachokifanya kinazaa mapooza. Kinazaa mapooza kutoka kwenye mfumo wa chemchem. Kuna aina ya maisha tunaweza tukaishi Tanzania, lakini kwa sababu tumeshindwa kuelewa, tuliumbwa tukawekwa Tanzania ili kutawala vyanzo vya maji vyote, ili kutawala bahari, ili kutawala. Sasa angalia, bahari zetu ni vyanzo vya baraka zetu, lakini kaangalie ziko wapi? Nani anashika? Nani anatawala hivyo vipande? Nenda kwenye maziwa makuu, si ndio? Kwenye uvuvi wa maziwa makuu, nani anatawala hivyo vipande?
Nenda kwenye ziwa Victoria ambako mto Nile unatokea, ambao Farao alikuwa anawamiliki wana wa Israeli kupitia huo mto. Niliwaambia hivi watu asubuhi, mimi sio mwanasiasa, mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi theolojia. Moja ya kitu ambacho kibiblia kingeweza kutupa sisi utajiri mkubwa sana ni mifumo ya maji iliyopo Tanzania. Lakini kaangalie mifumo ya maji iliyopo Tanzania inatusaidia sisi au imetawaliwa na nguvu nyingine? Maji yanaweza yakakudhibiti ukashindwa kwenda, kwa sababu mifumo hiyo Mungu ametumba ili tutawale. Hatuanzi kutawala pesa. Hiki kitu lazima ujue. Lazima ujue kuna vyanzo vya pesa, kuna sosi ambazo zimebeba pesa. Mungu anawaambia kina Petro, nenda kashushe hiyo ndoano, toa samaki, katikati ya samaki kuna hela ya kulipa kodi. Muulize mwenzako, mwambie, huwa unaombea maziwa yaliyoko Tanzania? Huwa unaombea mito iliyoko Tanzania? Wangapi huwa tunaombea mito, huwa tunaombea maziwa? Jamani, tusifanye tu ni elimu ya jiografia. Unaweza ukaishia kwenye jiografia alafu isitusaidie. Na somo la jiografia Tanzania walisoma hili, si ndio? Lakini kaangalie, halitusaidii. Tuligeuze kiroho, tujue nini kimefichwa. Mungu alipotuumba sisi alitaka tukatawale. Moja ya eneo tunatakiwa tutawala, sio tu ardhi. Tunapaswa kutawala ardhi, tunapaswa kutawala anga, lakini tunapaswa kutawala maji, mifumo ya maji, bahari. Farao ili ashughulikiwe anamwambia, nenda kaguse mito, kaguse bahari, kaguse chemichemi, kaguse mabwawa. Ukishaweka hiyo fimbo juu ya hayo maji, yanageuka. Yakigeuka, mamlaka na utawala wa Farao unaisha. Bwana Yesu asifiwe. Okay, ngoja nikwambie hii, labda nikupe mfano alafu taenda kwenye mfano mwingine tukamalize tu, maana muda sio mrefu sana kwetu, tumepewa muda mfupi. Wakati Yesu anataka kwenda ng'ambo na wanafunzi wake, alitoa kauli moja tu jioni, akamwambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Usafiri wao ulikuwa ni usafiri wa nini? Wa bahari. Wanataka kupita baharini na boti. Bwana asifiwe. Marko 4 mstari wa 31, twende tusome pale. Marko 4:35. Marko 4:35. Marko 4:35. Marko 4:35. Bwana Yesu asifiwe. Marko 4:35 mpaka 41. Marko 4:35 mpaka 41. Tumepata? Naomba tusome pamoja. Marko 4:35 mpaka 41. Kama tumepata, 1 2 3. Angalia, wakati Yesu amesema tuvuke, kauli ya Yesu huwa inatangaza mwisho tangu mwanzo. Kwa hiyo walijua tunaenda, lakini kaangalia katikati nini kilikuwa kinawazuia wasiende. Okay, 1 2 3 tusome 35 mpaka 41. Ile kulipokuwa jioni, akawaambia na tuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vile vile alivyo katika chombo. Na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo, mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji. Naye mwenyewe alikuwapo katika chetri, amelala juu ya mto. Mto ule wa kuweka kichwa, sio mto wa maji. Wakamwamsha, wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia. Angalia, hawa watu wako na Yesu muda wote, wanafanya kazi, wamepigwa na upepo na hawajui nini cha kufanya. Kwa nini? Kwa sababu hawana elimu ya kutawala bahari. Hebu soma. Si kitu kwako kwa tunaangamia. Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Bahari na masikio. Upepo ukakoma,
kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari vinamtii? Rudi kwenye mstari wa 39. Rudi kwenye mstari wa 39, 38 tuache. Akaamka, akaukemea upepo, akaiambia bahari, nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? Hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari vinamtii? Bwana Yesu asifiwe. Angalia upinzani unaotokea kwao. Wameambiwa tuvuke mpaka ng'ambo. Niliwaambia watu wa asubuhi, kuna stages Mungu huwa mara nyingine anataka tuende. Kuna hatua, kuna viwango fulani vya maisha, lakini kuna nguvu huwa zinaibuka kutoka kwenye mifumo ya maji. Bwana asifiwe. Ile nguvu iliyoibuka wakati wanaenda ng'ambo, Biblia inasema hivi, ni nguvu iliibuka. Yesu amelala, wanafunzi wako wanaendelea kwenda, shetri inaendelea kwenda, ghafla upepo ukawasimamisha. Unawaambia amwendi. Ilitokea wapi ule upepo? Unatokana na bahari. Unanisikia? Ulipotokana na bahari, wao hawana uwezo na elimu. Bahari imeinuka, kuna nguvu inainuliwa upande wao kuwazuia wasiende. Inatokea kwenye bahari na hawajui. Siku moja Paulo anasafiri kwenda kuhubiri Injili. Wakachukua meli, kaanza safari. Bahari iliwaadhibu. Bahari iliwapiga. Biblia inasema walipofika Krete wakakata tamaa. Biblia inasema walikata tamaa ya kuokoka. Kwa nini wamekata tamaa? Bahari imeamua kupingana nao. Mnakokwenda hamwendi. Unanisikia? Nisikilizeni. Nguvu inayotoka kwenye bahari sio lazima wewe uishi baharini. Nisikilize tena. Wakati Mungu anazungumza na kwenye kitabu cha Mwanzo, anasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili wakatawale samaki wa baharini na ndege wa angani. Manake wakatawale mfumo wa bahari, wakatawale mfumo wa anga, wakatawale ardhi. Alipokuwa anazungumza, hakuwa anazungumza tu from nowhere. Alikuwa anajua ile meaning ya kile anachokisema, kitu gani kimefungamanishwa na ule mfumo pale. Wakishindwa kutawala bahari, watatawaliwa. Wakishindwa kutawala mfumo wa maji, watatawaliwa. Maisha yao yatakuwa mabaya, kwa sababu kutoka baharini, kutoka kwenye vyanzo vya maji, kuna roho zinaweza zikaenda zikabomoa maisha ya watu, watu wakaishi vibaya. Kwa mfano, sasa tunazungumza juu ya typhoid. Nimesema typhoid sio ugonjwa tu wa kula dawa, na by the way tunakula hizi dawa zinaenda kupooza, lakini hatujaenda kwenye chanzo, kwenye chemchemi ambayo ukila dawa ikisha poa, bado kesho unakutana na maji hayo hayo yanayozaliwa kutoka Arusha. Kwa hiyo kwenye ulimwengu wa roho, kutoka kwenye hizo vyanzo, hiyo roho imekaa, hiyo nguvu inayotesa watu iko pale. Kwa hiyo lazima waende wakashughulike na maji. Wakifanikiwa kutawala maji, wamefanikiwa kutawala na afya za watu. Bwana asifiwe. Wakati wanaenda, maji yanawaambia amwendi. Mpaka Yesu alipoamka akasema, upepo tulia, alafu we bahari tulia, una masikio tulia. Bahari ilipotulia, wakaanza kuogopa. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye bahari kuna viumbe vya siri. Kwenye bahari kuna mifumo inayofanya kazi kwa siri. Kwenye maji yoyote, mifumo ya maji, kuna vitu. Kwa mfano,
tusome, nimalizie na kitabu kile cha Isaya. Vitu vingine nisiviseme. Bwana asifiwe. Isaya. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 27. Isaya 27. Wana wa Israeli hapa wanaonekana kama shamba la mzabibu, lakini walishindwa kuzaa kwa sababu kuna nguvu ilikuwa inafanya kazi ya kuwatesa. Walikuwa wana utawala unaowavuruga. Kwenye Isaya 27 mstari wa kwanza na wa pili, hebu tusome kama umeona pale. Isaya 27 mstari wa kwanza na wa pili anasema hivi: katika siku hiyo Bwana kwa upanga wake ulio mkali, ulio mkubwa, ulio na nguvu, utamwadhibu Lewiathani, nyoka yule mwepesi, na Lewiathani nyoka yule mwenye kuzongazonga, naye atamuua yule joka aliye baharini. Mwambie mwenzako kuna joka wa baharini. Wewe unafahamu tu hawa, sawa eh? Kuna joka wa baharini. Huyu anafanya kazi kwa mfumo wa giza ili kumiliki maisha ya watu. Huyu anashikilia maisha ya watu yasiende. Israeli ilikuwa ni shamba. Lile shamba la mzabibu halikuzaa kwa sababu ya yule joka. Yule joka ambaye anaenda kwa spidi, anaweza akazonga. Ndio maana mara nyingine ukiota joka anayekimbia sana, maana yake kuna mfumo wenye uhusiano na mifumo ya maji umeinuka kukumiliki kupitia ile roho. Mnanisikia? Bwana asifiwe. Anasema hivi, tusome tena mstari wa kwanza. Katika siku hiyo Bwana kwa upanga wake ulio mkali, ulio mkubwa, ulio na nguvu, atamwadhibu Lewiathani, nyoka yule mwepesi, na Lewiathani nyoka yule mwenye kuzongazonga, naye atamuua yule joka aliye baharini. Katika siku hiyo shamba la mzabibu la mvinyo liimbieni, mimi Bwana nalilinda. Nitalitia maji kila dakika, asije mtu akaliharibu. Usiku na mchana nitalilinda. Sasa angalia, shamba la mzabibu ni Israeli. Nguvu iliyokuwa inamshughulikia inatoka baharini, kutoka kwa joka wa bahari. Yule joka wa bahari aliyazuia maisha ya Israeli yasizae, wakaonekana kama mzabibu mwitu. Kuna nguvu inaweza kutoka kwenye vyanzo vya bahari, kwenye vyanzo vya maji, ikamiliki maisha ya watu, ikapiga eneo la maisha ya watu, watu wasifanikiwe, watu wasiinuke, watu wasiwe na baraka. Mnanielewa? Usianze kusema mimi niko Arusha hakuna bahari. Wewe uko, sikiza, mahali ulipo uko juu ya maji. Unanisikia? Ndio maana nasema tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili wakatawale bahari. Kutawala bahari maana yake sisi tuko juu ya bahari. Misingi yetu imejengwa juu ya maji, ili kutukomesha. Farao anaenda huko, na ili Mungu kumkomesha Farao anampeleka Haruni huko kwenye maji. Kwa nini? Kwa sababu mashindano ya Mungu ili kuwasaidia watu wake lazima aende kwenye vyanzo vya maji kuwatoa, kwa sababu kuna watu wamefungwa kwenye vyanzo vya maji. Lewiathani ni joka lile linalokwenda kwa spidi, linalozongazonga, joka wa baharini. Alikuwa ana kazi ya kuhakikisha anaachilia stagnation. Haendi, wamekaa pale. Ameinuka wakati Yesu amesema na tuvuke mpaka ng'ambo. Baharini likaibuka, likasukuma nguvu ikaanza kupeleka upepo. Ghafla wanaenda, wanaona mawimbi, wanaona upepo. Shetri kasimama, wakatulia, wasema
bwana mkubwa, tunakufa, huoni kama tunakufa? Huoni kama tunakufa? Yesu akaamka. Yesu kwanza alikuwa anawacheki. Nachosema hapa, Yesu alikuwa anataka wafundishike, waelewe juu ya elimu hiyo. Anapompeleka Petro mpaka kwenye kilindi, anataka kumwambia kuna siri ziko, kuna baraka zimefichwa kwenye vilindi. Usipojua kuombea vilindi vya maji kwenye maeneo mbalimbali, kuna sehemu ya baraka yako utaipata. Watu wengi tunamfahamu Yusufu kwa baraka alizopewa. Watu wengi tunamfahamu Yusufu kwa jinsi ambavyo alikuwa anaonekana na heshima na sifa, lakini kasome Biblia yako. Baraka za Yusufu mojawapo zilikuwa zinatokana na connection ya bahari. Baraka za Yusufu. Nilikuwa nasema namaliza, si ndio? Ngoja nikupe mistari miwili. Soma kitabu hiki cha Mwanzo 49. Kuna mtu aliposema baraka za Yusufu ziliunganishwa hapo, akaanza kusema hao. Soma 49. 49 mstari wa 23 na wa 24. 49 23 na 24. 49 23 na 24. 1 2 mpaka 25. 23 24 25. 1 2 3. Wakapiga misha. Tuanzie 22 tumuone anayezungumziwa. Yusufu ni mti mchanga wenye kuzaa, mti mchanga wenye kuzaa karibu na chemichemi. Kuna mtu anaona mstari? Matawi yake yametanda ukutani. Wapiga mishale waliomtenda machungu wakamtupia, wakamuudhi, lakini upinde wake ukakaa imara mikononi. Mikono yake ikapata nguvu kwa mikono ya mwenye enzi wa Yakobo, kwa jina la mchungaji, yeye jiwe la Israeli. Mstari wa 25. Naam, kwa Mungu wa baba yako atakaye kusaidia, kwa mibaraka ya mbinguni juu, mibaraka ya vilindi vilivyo chini, mibaraka ya maziwa na ya miba. Mibaraka ya baba yako imepita mibaraka ya milima ya kale, vitu vilivyotamanika vya milima vya milele, na vikae juu ya kichwa cha Yusufu, juu ya utosi wa kichwa chake, aliye mkuu kati ya ndugu zake. Moja ya matamko ya baraka yaliyoelekezwa kwa Yusufu ilikuwa ni baraka inayotokana na vilindi vya bahari na mito ya maji. Hizo baraka zilikuwa kwake, zikakaa juu ya kichwa chake. Sasa how? Yani baraka za Mungu kutoka kwenye mito ya maji kule na kwenye vilindi vya bahari. Bahari tunajua iko huko na hiyo inayoshikilia dunia, lakini inawezaje kutembea na mtu? Kwa sababu ili tuweze kufanikiwa katika maisha na mifumo yetu ya maisha, Mungu ameambatanisha baraka zetu na mfumo wa utawala aliyotuwekea ndani. Akasema wakatawale samaki baharini, wakatawale maji. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Nimalizie na mfano. Mtu mmoja ambaye Biblia inatuambia alifanikiwa sana ni Hezekia. Hezekia alifanikiwa sana wakati alipokuwa na vita na Senakeribu. Wakati huo alifanikiwa kwenda Gihoni kule juu, akaweza kushika mto, akayachukua maji ya mto kutoka kule juu, akayateremsha mpaka mahali alipo. Hiyo utaikuta kwenye kitabu cha Nyakati wa Pili 32. Ukienda kusoma utaikuta hiyo. Nyakati wa Pili 32. Sitakuwa na muda wa kuifungua. Biblia inasema Hezekia alipofanya hicho, alipoweza kumiliki ule mto wakati ana vita na mfalme wa Ashuru, akamiliki ile mito ya maji, zile water spring. Biblia inasema Hezekia akafanikiwa, akawa tajiri
kwa ng'ombe, kwa kondoo, kwa mali, kwa majumba, kwa vitu mbalimbali. Akawa tajiri kupita waliokuwa matajiri wakati ule. Kwa nini? Alifanikiwa kumiliki chanzo cha maji. Unapofanikiwa kutawala mifumo ambayo Mungu ameweka na akatuumba tuitawale, ndipo tunapoweza kufanikisha maisha yetu hapa duniani, na lile kusudi la Mungu linafaulu. Kwa nini tupo? Angalia watu wa huko Ulaya na watu wa huko Warabuni, manchi ambayo yapo huko kwenye ukame kabisa, wapo kwenye maukame, kwenye majangwa. Cheki, wanakuja wanamiliki tu maji yetu kila mahali, maji 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 maji. Sisi tunaendelea kwa nini? Maskini wao wanakuja tu wanachukua. Nilisikia sijui nani aliniambia, sijui mpaka Lake Eyasi saa hii ina mtu anakamiliki kale kaeneo kale. Unaweza ukaangalia tu kwa juu kwamba ni swala tu la kiuchumi. Labda huyu mtu amekuja pale kuchukua. Mara nyingine sio samaki. Ukitawala maji umetawala watu. Ukishindwa kutawala kama Farao alivyokuwa anafanya, aliwatawala Israeli. Hataki. Mungu anasema mwambie wape ruhusa, lakini anasema pamoja na ruhusa ananiambia ni wape, si wapi. Anaenda tena kwenye maji. Mungu akamwambia sasa tumalizane na Farao vizuri, kabla ya kwenda kupiga wazaliwa wake wa kwanza, tudili naye kwenye vyanzo vyote vya maji, tushughulikie vyanzo vyote vya maji. Nataka tuombe hapa, kila mtu nataka tuombe hapa. Omba, mimi sijui unatokea wapi, lakini niliwaambia watu hata magonjwa mengi tulionayo unayoyaona saa hii, contamination disease, tunaipata kupitia maji. Unanisikia? Hakuna magonjwa ya kuambukiza yasiyopita kwenye vitu vinavyoitwa maji. Mfumo wa maji ukishashughulikiwa, ukishatawaliwa, mfumo wa maisha ya watu unakuwa under controlled na nguvu nyingine. Hebu simama. Biblia inasema Yesu akaukemea upepo, akaiambia bahari mtii. Kuna neema tumepewa ndani yetu. Mungu anataka lile kusudi la kuumbwa kwetu liendelee kuwepo. Biblia inasema akasema na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu, ili wakatawale bahari, wakatawale maji, wakatawale maeneo mbalimbali. Sema Bwana Yesu, Bwana Yesu, ninajua nimeumbwa ili kutawala, na moja ya eneo ambalo nimeambiwa nitawale ni eneo la bahari, ni eneo la maji. Bwana, ninaenda kutangaza kutawala vyanzo vya maji, kila eneo ambalo linatumika vibaya kuzuia nguvu yetu ya kiroho, kuzuia nguvu yetu ya kimaisha, kuzuia rasilimali, vitu, utajiri wetu. Bwana, vyanzo vingi vya maji katika nchi yetu vimetawaliwa na nguvu nyingine. Ndiyo maana tunaona mateso mengi. Bwana, tunaenda katika ulimwengu wa roho, tunashughulikia hivyo vyanzo, tunashughulikia hizo roho zilizoko kwenye vyanzo vya maji kwa damu ya Yesu na kwa mamlaka ya Kristo. Tunajua wakati Yesu aliposema na tuvuke mpaka ng'ambo, bahari iliinua kiburi chake, ikataa kuzuia, kuvuruga safari. Kuna safari za maisha ya watu wengi sana, Bwana, zimezuiliwa kwa nguvu inayotokea kwenye maji. Israeli walitawaliwa pale Misri na nguvu ya maji, kutokana na Farao kuwa na hiyo elimu ya Misri ya kale, ya kwamba walitumia bahari, walitumia mito, walitumia maji kama sehemu ya kuwazuia
Bwana, ule mto Naili ulitumika kama eneo la Mungu kuzuia wana wa Israeli wasitoke kule Misri. Saa Bwana, ninashughulika na mito yote iliyoko Tanzania, bahari, mabwawa, water springs, kwa jina la Yesu Kristo. Ninashughulika na vyanzo vyote vya maji vilivyotawaliwa ili kupitisha magonjwa, ili kupitisha laana, ili kupitisha umasikini, ili kuzuia utalii Tanzania usilete faida. Kwa jina la Yesu Kristo tunatangaza, tunaenda kwenye vyanzo vyote vya maziwa yote tulionayo Tanzania. Tunaenda kwenye maeneo mbalimbali ya maji katika nchi yetu. Bwana, katika mkoa wa Arusha, katika Tanzania yote tunatangaza, kwa sababu Bwana, dunia imewekwa juu ya maji, misingi yake iko juu ya maji ili tusipate shida. Umesema tuongee na maji, tuyatawale maji. Nami natangaza, yule Lewiathani, yule joka wa baharini azongae, aendaye kwa kasi, Bwana, majira haya kwa jina la Yesu Kristo ninatangaza, nguvu yao haitaendelea kutuzuia watoto wa Mungu, haitazuia vipawa, karama, ile nguvu ya Jezebeli, mama wa makahaba inukayo ili kuzuia afya zetu, roho zetu, maisha yetu, ndoto zetu, kwa jina la Yesu. Majira haya ninashughulika nayo, ninashughulika nayo. Anza kuomba, anza kuomba. Hata wewe uliyeko online, omba, fungua kinywa, omba, pambana, tangaza. Kama kuna nguvu yoyote inapita kwenye maji ili kukutesa, tangaza, sitamilikiwa, sitatawaliwa na hali yoyote inayopita kwenye vyanzo vya maji kwa jina la Yesu Kristo. Magonjwa yote, umasikini wote, roho za kichawi zinazotokea kwenye maji, zinazopita kutumiliki, tunalituma neno la Bwana kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Mawimbi kwenye maisha yetu yaliyoinuka, hiyo roho inayozuia uchumi wa mtu mmoja mmoja kutokea kwenye vyanzo vya maji, hiyo roho ya mapoza inayotawala maisha yetu kutokea kwenye maji, tunashughulikia majira haya kwa neno la Bwana. Pita omba, pita omba, fungua kinywa, fungua kinywa, tangaza kwa jina la Yesu Kristo Nazareti. Tunashughulika na hiyo nguvu, tunashughulika na huo utawala kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Pambana, fungua kinywa, sema Bwana anasikia.